Kikosi kazi cha kudhibiti uvuvi haramu kuweka kambi ziwa Tanganyika, huku serikali ikiwa mbioni kulipumzisha ziwa hilo kwa miezi mitatu. Serikali ya Rwanda yapiga marufuku mashirika na asasi za kiraia nchini humo kushirikiana na nchi ya Ubelgiji kwa hatua yoyote. Na katika michezo, uongozi wa timu ya Yanga umesaini mkataba wa makubaliano kwa ajili ya kuvitangaza vituo vya utalii Zanzibar. Habari za kutwa nzima, mtazamaji wa Channel 10 Plus. Jina langu ni Margaret Tala. Karibu katika habari za kutwa nzima. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Ashatu Kijaji ameelekeza kikosi kazi cha kudhibiti uvuvi haramu kuelekea ziwa Tanganyika mara moja ili kuzuia matumizi ya wavu na makila yani gillnet, wakati serikali ikiendelea na taratibu za kupumzisha ziwa hilo kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia Mei 15 hadi Agosti 15 mwaka huu. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati wizara ilipokutana na kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa lengo la kuwaelimisha wajumbe wa kamati hiyo kuhusu umuhimu wa kupumzisha ziwa Tanganyika kwa mwaka huu. Kwa hiyo ile timu popote ilipo, naomba iahirishe kazi huko ilipo, ielekee ziwa Tanganyika na tutekeleze waraka namba 2 ambao na kanuni tumeitoa, nimeisaini mimi mwenyewe nilipoingia kwenye wizara hii kuhusu gillnet. Kwa hiyo hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna utani kabisa, tunatamani tulinde rasilimali zetu. Yawezekana hata hivi dagaa vichache, samaki wadogo, ukimsikiliza Mheshimiwa Kabejuru ni kweli yawezekana gillnet zimevua vitu vyote, pamoja na kwamba tuliweza kupumzisha ziwa, lakini gillnet zimeharibu tena kila kitu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tunalibeba na timu yetu ipo, timu ambayo iko kazini masaa 24 itaelekea ziwa Tanganyika. Kuhusu upumzishaji wa shughuli za uvuvi katika ziwa hilo, Naibu Katibu Mkuu wizara hiyo anayeshughulikia uvuvi Dr. Edwin Mhede ameeleza faida zake ikiwamo ongezeko la samaki na mapato tangu utaratibu huo ulipoasisiwa. Ile tani 89,138 za samaki zenyewe thamani yake ilikuwa ni bilioni 742. Bilioni 742.45. Maana yake ni kwamba tofauti ile ya 4.6 tunayoizungumza ukileta kwenye thamani, kulikuwa kuna ongezeko la fedha kwa maana thamani bilioni 174. Bilioni 174.55. Kwa upande wa maelekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imesisitiza kuhusu udhibiti wa uvuvi haramu ili kuhakikisha tija inapatikana ziwa hilo litakapofunguliwa mwezi Agosti. Kikosi kazi ambacho kinashughulikia swala hilo la uvuvi haramu immediately, kama kilikuwa kinakwenda sehemu nyingine, kirudi kwenye ziwa Tanganyika. Sisi tunaungana na wewe, tunasupport na tunakushukuru kwa maelekezo hayo. Tunaomba maelekezo hayo yafanywe kazi, na sisi kama kamati kwa niaba ya wabunge pamoja na wabunge wengine tutafuatilia kuona kwa kiasi gani jambo hilo linafanyika. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, shukran Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Serikali ya Rwanda imepiga marufuku mashirika yote ya kimataifa na ya kitaifa yasiyo ya serikali yani NGOs na mashirika yanayofanya kazi nchini humo kutoshirikiana na serikali ya Ubelgiji na mashirika yake tanzu. Taarifa iliyotolewa na bodi ya utawala wa Rwanda siku ya jana Alhamisi imesema kuanza kutekelezwa mara moja ushirikiano wote, ubia na miamala ya serikali ya Ubelgiji na taasisi zake shirikishi, watendaji wa ushirikiano usio wa kiserikali, mashirika na wakala ni marufuku. Serikali ya Rwanda imesema kizuizi hicho kinajumuisha usaidizi wa bajeti, ufadhili wa mradi, ruzuku na usaidizi wa kiufundi na malipo yanayofanywa kupitia wasuluhishi na wahusika wengine. Taarifa hiyo ya bodi ya utawala ya Rwanda imeonya kuwa kutotekelezwa kwa vikwazo hivyo kutasababisha kufutiwa usajili au hatua nyingine za kiutawala. Hatua hiyo imekuja huku uhusiano baina ya nchi hizo mbili ukizidi kuharibika kutokana na mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani DRC. Chini ya wiki mbili zilizopita, Ubelgiji ilijibu hatua ya Rwanda ya kukata uhusiano wake wa kidiplomasia na nchi hiyo
ya Ulaya na kusema kuwa wanadiplomasia wa Rwanda wanapaswa kuondoka nchini Ubelgiji. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Glasgow huko Scotland ambao ni wanachama wa taasisi ya kupigania haki za Palestina, yani Justice for Palestine Society, wamewakosoa wakuu wa chuo hicho na kuwataka wasitishe ushirikiano na makampuni hayo ya silaha kwa ajili ya Israeli. Taasisi hiyo ya kupigania haki za Palestina katika chuo kikuu cha Glasgow, ambayo imerusha video ya wanachama wake katika mitandao ya kijamii wanaoendelea na mgomo wa kula kwa ajili ya kuihami Palestina, imetangaza kuwa chuo kikuu cha Glasgow kimewekeza pauni milioni 6.8 katika kampuni ya kuundaji wa silaha yani BAE System, ambayo ni kampuni kubwa zaidi ya uundaji silaha na zama za kijeshi barani Ulaya. Gazeti la Glasgow Times limeandika kuwa watetezi wale wote wanaoiunga mkono Palestina wanasema kuwa chuo kikuu cha Glasgow kinashiriki katika uhalifu na jinai za kivita dhidi ya Palestina kwa hatua yake ya kuwekeza katika kampuni hiyo ya silaha inayounda silaha kwa ajili ya Israeli. Maelfu ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza wameuawa hadi sasa katika kampeni ya mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa na Israeli huko Gaza. Na mtazamaji, ni taarifa ya habari ya kutwa nzima. Jina langu ni Margaret Itala. Tunaendelea na taarifa ya habari. Wananchi wa kata ya Gumbo na Liwundi, kata ya halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji safi na salama baada ya wakala wa maji usafi wa mazingira vijijini yani RUWASA kuzindua mradi wa maji wa Gumbo Lindu. Mtazamaji, nitarejea habari hii kama ifuatavyo. Wananchi wa kata ya Gumbo na Liwundi, kata halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma, wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma ya maji safi na salama baada ya wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini yani RUWASA kuzindua mradi wa maji ya Gumbo Liwundi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 2 ambao unakwenda kuhudumia vijiji vitano vyenye makazi na wakazi wapatao 11,800. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Dita Nyoni kutoka Ruvuma. Wakishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya uzinduzi wa mradi huo ambao umekamilika kwa 75%, baadhi ya wananchi wa kata ya Gumbo na Liwundi wameipongeza serikali kwa kuwaletea huduma ya maji safi na salama. Maji tunaenda kuchota mtoni, ziwani, wengine miguu midhaifu, kutembea hatuwezi. Lakini kwa sasa hivi naona mpaka na nawili maji nachota tu uwanjani. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Mama Samia kwa huo mradi kwa kutuletea. Akina mama sasa hivi kweli wote tuna furaha sana. Tulizoea maji ya mtoni. Yaani maji yale ya mtoni sasa hivi mvua haijanyesha huku yanachafuka. Hapa tutakuwa tunafurahia maji yako mazuri kwa sababu hata isiponyesha mvua maji hapa tutayapata. Akizindua mradi wa maji, mjumbe wa kamati ya maji na mazingira ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Nyasa, Mhandisi Stella Manyanya, ameipongeza Wizara ya Maji kwa kuendelea kuatua ndoo kichwani akina mama. Ni kuhakikisha kwamba tunahifadhi vyanzo vyetu vya maji, tunatunza mazingira vizuri ili tuwe na maji endelevu, kwa sababu maji ni uhai. Maji ndio chanzo cha maisha ya watu. Maji ndio ustawi. Kwa hiyo kila mtu apate maji bila kujali hali yake. Awali akieleza gharama za mradi, kaimu meneja wa RUWASA wilaya ya Nyasa, Mhandisi Evans Luekeza, anasema mradi unakwenda kuhudumia wakazi wapatao 11,080. Wakazi wa kata ya Gumbo na Liwundi waliopo katika vijiji vitano vya Gumbo, Mbuli, Mkili, Liwundi na Yola wapatao 11,080 kupata huduma ya maji safi na salama kwa maeneo ya wananchi, na hivyo kutumia muda mwingi kufanya shughuli za kujiongezea kipato. Pili, kupunguza magonjwa ya mlipuko mfano kipindupindu. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10. Naam, shukran Dita Nyoni kwa taarifa hiyo. Upatikanaji wa maji kwa karibu kunatajwa kuwa chanzo cha ukuaji wa uchumi kwa wananchi kutokana na kupata muda mwingi wa kufanya shughuli nyingine za uzalishaji. Elia Kimani anaripoti.
Wilaya Hanang ni moja ya maeneo yanayotekeleza sera ya elimu inayotaka kila kijiji kiwe na shule ya msingi na sekondari kila kata, lakini kutokana na changamoto upungufu wa vyumba madarasa hususan shule za msingi unaopelekewa na ongezeko kubwa la watoto shuleni unapelekea kuanzishwa kwa uchangishaji wa michango kwa wananchi maeneo ya vijijini. Akiwa kwenye ziara kukagua miradi inayotekelezwa na serikali, mkuu wa mkoa wa Manyara Sendiga kwenye kata ya Laganga na Isponga kabaini uchangishaji mkubwa wa michango kwa wananchi kwa ajili ya ujenzi wa shule. Kwa hiyo huko majumbani huko, kama mmefuga vikuku vyenu, hakuna kwenda kuuza. Chinjeni, mchemshe supu, mnywe vimashavu vijae. Hawa jamani, Mama Samia analeta fedha za kutosha kwenye miradi. Nyinyi wenyewe mkisema kwamba mnaamua kuunga mkono juhudi za serikali, nyinyi wenyewe mmeamua kwamba tumeletewa fedha, basi kuja sisi tukafanye msingi, japo tuchimbe msingi kwa sababu mradi ni wa kwetu. Lakini sio lazima mgongea asubuhi saa 12 na mkeo hujaamka uende kuchimba msingi. Hakuna hiyo. Kazi ambayo imeshafanywa na serikali. Zipo changamoto ndogo ambazo bado hazijamalizwa. Na ndiyo maana itakapo ndani ya mkoa wa Manyara zimetolewa zaidi ya bilioni 335.6. Makofi ya kutosha. Shule ya msingi Nyanshi iliyopo kata ya Laganga kijiji cha Nyanshi ni mojawapo ambayo wananchi wake wanaiomba serikali kuona uwezekano wa kuweza kuongezea vyumba madarasa ili watoto wao kuweza kusoma katika hali nzuri. Tunazo changamoto kuhusiana na shule yetu ya Nyaemi. Shule yetu ya Nyaemi ina madarasa pungufu, alafu wanafunzi wetu wanasoma kwa shida, hamna madawati, watoto wanakaa chini. Lakini ina madarasa 8 tu ambayo pengine watoto wanakaa, na vile ile shule kama imesahulika kwamba toka mwaka 2006 wananchi wakaibua ile shule. Ziara hii ya mkuu wa mkoa wa Manyara Sendiga katika wilaya Hanang ambayo itadumu kwa siku 4 imebeba kauli mbiu inayosema sivui buti mpaka kieleweke. Kutoka wilaya Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Shukran Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee tena kule nyanda za juu kusini ambapo viongozi wa dini mkoani Mtwara wanaolea watoto yatima na wenye mazingira magumu wameeleza kuwa utoaji wa misaada kwa watoto hao unasababisha watoto kujifunza kwa bidii mbinu za mafanikio pamoja na kuwa na utu kwa jamii. Mwandishi wetu Adam Malima ameandaa taarifa ifuatayo. Katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, baadhi ya waumini wa dini hutumia muda huo kuwasaidia watu wenye uhitaji. Viongozi wa dini za Kikristo na Kiislamu mkoani Mtwara ambao wanalea watoto yatima na wenye uhitaji wanaeleza kuwa dini ya kweli ni kusaidia watoto yatima na wenye uhitaji. Kwenye maandiko Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 27 inasema dini iliyo nzuri ni ile ambayo inawajali yatima, wajane, wanaoishi mazingira magumu. Lakini asante kwa kumfurahisha Mungu. Uislamu au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehimiza sana kuangalia watoto yatima. Kwani pia Uislamu umefahamisha kwamba mtoto yatima si yule tu ambaye amefiwa na baba yake na mama yake. Inawezekana akawa na baba yake na mama yake lakini akakosa mahitaji muhimu kwa sababu wazazi wake hawana uwezo wa kumtekelezea. Kwa hiyo naye huyo ni yatima wa kwanza. Kisha baadaye utamwangalia yatima yule ambaye hana baba na mama, ambao hakuacha mali zozote. Yule yatima ambaye amefiwa na baba yake na akawa ana mali, basi huyo si yatima wa kuweza kusaidiwa, ila yule ambaye hana mali. Kwa hiyo Uislamu umeagiza hivyo kwamba yeyote mwenye kuhimiza kumlisha yatima na mwenye kutoa au mwenye kumlea yatima, basi nyumba hiyo huwa na baraka iliyokuwepo kubwa kabisa. Katika vituo vya kulelea watoto hao, viongozi hao wanaeleza kuwa kitendo cha watu kuwapa misaada kinawafanya watoto kujifunza kwa bidii na kuwa na utu. Wataona na nafikiri mpaka sasa, kwa sababu wengine wako form 4, wengine wako form 2, wengine wako form 1, mumewasukuma waweze kuona umuhimu wa shule, umuhimu wa kusoma. Lakini hivyo mlivyopendeza, wanaona jinsi ambavyo siku moja na wenyewe waje wafanye kazi TRA kwa sababu mnawajali wanaosoma. Wengi wao ni watoto wa mitaani, wamekuwa wahuni, wanalala nje. Kwa hiyo tukaona tuwe nao, tuwe karibu nao katika kuwafariji, na kweli imetusaidia sana.
Hawa watoto sasa hivi wako mashuleni wote. Mamlaka mapato TRA mkoa Mtwara imewasaidia watoto yatima na wenye uhitaji katika vituo vya kulelea watoto vya kanisa la Moravian pamoja na baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoani Mtwara. Siku ya leo tumekuja hapa kwa nia ya kutoa msaada kwa ajili ya watoto mayatima na watoto ambao wanahitaji msaada huo. Msaada huo una thamani ya milioni 12. Kusaidia watoto yatima na wenye uhitaji ni jambo zuri, kwani kuna faraja inayopelekwa ndani ya watoto hao. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Chandaleteni Plus. Shukran Adam Malima kwa taarifa hiyo. Kule Urusi, Rais Vladimir Putin amesema baadhi ya watu katika nchi za magharibi hawaielewi Russia, lakini amesisitiza kuwa ukweli huo hauwezi kutatiza hata kidogo ustawi na maendeleo ya nchi hiyo. Rais huyo wa Urusi ameyasema hayo wakati wa mkutano wa bodi ya usimamizi wa kundi la Movement of the First, ambalo ni shirika la Urusi la kutetea maslahi ya watoto na vijana, kwa kuwa kuna watu katika nchi zinazoitwa za magharibi ambao hawaielewi kabisa Urusi, lakini hiyo haizuii kuishi na kujiendeleza, kwa kuwa hali hiyo inawapa motisha kuongeza idadi ya watu wanaowaelewa na kuwataka kuishi nao kwa amani na urafiki. Putin ameeleza kuwa Urusi inataka kuona watu wengi zaidi duniani wanaielewa na kuwafanya kila wawezalo ili kuishi kwa amani. Amesisitiza kuwa pamoja na kuwa baadhi ya watu katika nchi za magharibi hawana ufahamu kuhusu Russia, lakini hilo kamwe halitazuia hata kidogo harakati za ustawi na maendeleo ya nchi hiyo. Na kule Iringa, chama cha walimu Tanzania CWT manispaa ya Iringa kimesema kimeridhishwa na kasi ya serikali ya awamu ya 6 inayoshughulikia changamoto mbalimbali za walimu, ikiwemo upandishwaji wa madaraja kwa walimu na ujenzi wa miundombinu ya elimu katika maeneo mengi nchini, na hivyo kurahisisha kazi ya ufundishaji na ujifunzaji. Kauli hiyo imetolewa katika mkutano mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT manispaa ya Iringa, ambapo pia paliambatana na uchaguzi wa viongozi mbalimbali wa chama hicho. Tumsikilize Clement Sanga kwa taarifa zaidi. Akichangia mjadala kuhusu hali ya elimu nchini katika mkutano huo, mwenyekiti wa chama cha walimu Tanzania CWT manispaa ya Iringa Frank Lupeke amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imefanyia kazi changamoto lukuki ambazo zimekuwa zikiwakabili walimu, na hivyo wao kama chama wanaona wana kila sababu ya kuunga mkono serikali kwa namna mbalimbali. Lakini hapa kila mmoja sasa ni shahidi kwamba katika kipindi kifupi sana cha miaka 4 mtu amepanda madaraja mara 2, lakini huko nyuma inawezekana hata moja hilo asingekuwa ameweza kulipata. Sisi kama chama tutaendelea kuiunga mkono serikali iliyoko madarakani kwa kuhakikisha kwamba katika mambo yote ambayo inayafanya yenye tija na maslahi kwa wananchi na kwa watumishi wote kwa ujumla wake, tutaiunga mkono na tutatembea nayo pamoja siku zote. Naye mgeni rasmi katika mkutano huo mkuu wa wilaya ya Iringa Kerry James ameeleza dhamira ya serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha mazingira ya kutoa elimu nchini. Sisi wote tunashuhudia namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kwa dhati kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya utendaji, kuimarisha misingi ya kitaaluma, kupandisha ufaulu na kujenga taswira bora ya elimu ndani ya nchi yetu. Na kwenye hili nimeanzia kwenye hatua ya syllabus kwa maana ya mitaala. Tumekuwa na mitaala sasa iliyoboreshwa ambayo inabeba mageuzi ya kimazingira tulionayo. Lakini pia tumeendelea kuimarisha mafunzo bora ya walimu katika vyuo vyetu vya walimu na vyuo vingine ili kupata walimu wenye ubora na weledi watakwenda kusaidia jamii yetu. Ni zipi baadhi ya changamoto? Pamoja na mengine mazuri ambayo serikali inafanya pamoja na chama, bado kuna changamoto nyingi zinazotukabili walimu na chama. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na mwajiri, ofisi ya mkurugenzi, kutozingatia sheria inayounda vyama vya wafanyakazi na hawaoni doa kuondoa wanachama wetu kwenye makato kinyume na sheria. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Clement Sanga inatupa mapumziko mafupi. Tukirejea atakuja hapa Lulu Ali kwa habari za mchezo na burudani. Jina langu ni Margaret Tala. Tafadhali endelea kusalia nasi.
Naam, shukran sana Margaret Itala kwa habari hizo, na mimi niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo Biriani Lulu Ali, karibu. Uongozi wa timu ya Yanga Africa na mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya Tanzania bara ambaye pia ni bingwa mtetezi umesaini mkataba wa makubaliano ya ushirikiano na kamisheni ya utalii ya Zanzibar kwa ajili ya kuvitangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kusaini mkataba huo, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Saidi amesema hatua hiyo ni muhimu kwa klabu hiyo katika kukuza utalii wa Zanzibar. Ni ubunifu unaofanywa kupitia kamisheni na Wizara ya Utalii katika kutangaza vivutio vya Zanzibar. Sehemu ya jezi ya Young Africans itakwenda kuwa na nembo inayoonyesha Visit Zanzibar, kivutio kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki wa Tanzania, na haitabaki tu kwa Visit Zanzibar ikae kwenye jezi, lakini mahusiano haya yatakwenda kutoa elimu na uelewa juu ya vivutio vya kitalii vilivyokuwepo Zanzibar. Aidha, rais huyo mabingwa mara 30 wa ligi kuu ya Tanzania bara Engineer Hersi anasema uongozi wa Yanga unajivunia mafanikio ya klabu hiyo ndani na kimataifa. Klabu inafuatiliwa sana kwenye mitandao yake ya kijamii hapa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Itatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu wataifahamu Zanzibar, watafahamu vivutio vilivyokuwepo. Lakini tutatoa fursa pia watu kuelewa pia gharama ambazo watu wanaweza kuzipata au wakazikaa wakiwa hapa Zanzibar. Different packages, lakini pia tutatengeneza mifumo ya discount mbalimbali zitakazowafanya watu wapate unafuu wa matumizi wakiwa hapa Zanzibar. Saini ya mkataba huo ushirikiano wa mwaka mmoja katika kuvitangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar. Timu ya Yanga imewakilishwa na makamu wa rais wa timu hiyo Arafat Ali Haji, na upande wa kamisheni ya utalii imewakilishwa na katibu mtendaji wa kamisheni ya utalii Zanzibar. Makasi Channel 10 Zanzibar. Na mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu kutoka huko kisiwani Zanzibar. Msimu wa 3 wa tuzo za michezo za Baraza la Michezo la Taifa zinatarajiwa kufanyika tarehe 25 mwezi Mei mwaka huu, zikiwa na lengo la kutambua na kusherehekea ubora na mafanikio ya wana michezo. Mwanahabari wetu anatujuza zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Najaha Bakari ameeleza namna tuzo hizo zitakavyofanyika na eneo litakalofanyika. Tunaendelea kuratibu msimu wa 3 wa tuzo za michezo kwa wanamichezo, wadau mbalimbali wanaoshiriki kwenye michezo. Kwa hiyo tunaenda kwenye msimu wa 3 na itakuwa ni tarehe 25 mwezi Mei 2025, na tutazifanyia kwenye ukumbi wa The Superdome Masaki. Katika hatua nyingine, Najaha Bakari ameweka wazi tuzo zitakazotolewa sambamba na kutoa wito kwa wadau kuziunga mkono tuzo hizo. Tuzo hizo zitahusisha wanamichezo bora, kama labda mwanamichezo bora wa kike, mwanamichezo bora wa kiume, mwanamichezo bora mwenye ulemavu, wataalamu bora, kuna wataalamu mbalimbali, makocha bora, mwamuzi bora. Kwa hiyo kwa kweli hatujaacha vitu. Tutakuwa na vingi ambavyo vimeongezeka, sitaweza kuvitaja vyote kwa wakati huu, lakini tuna vipengele vingi. Wadau mbalimbali ambao wanahusika kwenye michezo basi watakuwemo kwenye tuzo hizo au watahusika kwenye tuzo hizo. Bado nisisitize wadau tuendelee kushirikiana ili za mwaka huu kama ambavyo tunatarajia sisi tuzifanye ziwe bora zaidi kuliko za mwaka mwingine. Mimi ni nahodha wa muda wote Juma Mohamed, na hii ni Channel 10. Vinara wa ligi kuu ya Zanzibar, timu ya Mwembe Makumbi City imewataka mashabiki wake kuiunga mkono timu yao ili kuendelea kuongoza ligi na hatimaye kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Zanzibar kwa msimu wa mwaka 2024 hadi 2025 ili kupata nafasi ya kushiriki mashindano ya CAF. Tupate taarifa zaidi. Nahodha huyo wa timu ya Mwembe Makumbi City Salum Omar amesema ili timu hiyo iendelee kufanya vizuri katika msimamo wa ligi inahitaji umoja wa mashabiki wake na uongozi wa timu hiyo. Tumebakisha michezo 10. Kikubwa ninachoambia warudi na hamasa ile ile waliokuwa nayo mwanzo, au kama kuna uwezekano wazidishe zaidi. La pili ninaloambia, tumejipanga na tushaanza mazoezi, labda nahisi kama wiki iliyopita tumeanza mazoezi. Na tunaendeleza lile gurudumu letu, palipobakia inshallah
kama Mungu katupangia ubingwa, basi tunaweza kuwa mabingwa, kwa sababu kiukweli ligi ngumu. Akizungumzia dua hiyo, Nafutari amesema lengo ni kuwa karibu na mashabiki wao. Tumeweka mjumuiko huu kwa lengo la kutengeneza mazingira ya kuwa pamoja, kwa sababu mchezo ni furaha na michezo ni ushirikiano. Rais wetu anaunga bega kwa bega wachezaji wake kuwaleta mara kwa mara katika hafla kama hizi za kuwa nao pamoja. Kwa naamini wachezaji wataendelea kuwa na mwamko mzuri kwa ajili ya kufanya kazi ile ambayo inatakiwa ifanye. Rais wa timu hiyo ya Mwembe Makumbi City na mbunge wa jimbo la Chumbuni Ussi Salum Pondeza amewataka wapinzani wake kujipanga katika mzunguko wa pili wa ligi kuu ya Zanzibar. Mzunguko wa pili ambao tutakwenda baada ya Ramadhani tumeongeza nguvu zaidi. Sasa nguvu ipi waiona? Kwa sababu mechi kama 7 tulizomalizia au 6 tulikuwa tunacheza kule shamba Cairo, which is sio standard yetu, na tulipoteza sana mwelekeo wetu kutokana na ubovu wa kiwanja kile, na tukaona nini mapungufu ya kiwanja cha kule na viwanja ambavyo sisi Mwembe Makumbi tumevizoea. Sisi viwanja vyetu Mau au Amani ndio standard yetu. Sasa tunarudi moja kwa moja Mau Setung. Nafikiri watu wataona standard yetu ikoje. Timu ya Mwembe Makumbi City ikiwa ni wanagenzi wa ligi kuu ya Zanzibar inaongoza ligi kwa alama 41 baada ya kucheza michezo 20, ikifuatwa na timu ya Mlandege yenye pointi 38 na Mafunzo yenye pointi 35 sawa na timu ya Zimamoto. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, na huu ni ule wasaa kwenda kuangazia michezo kimataifa, ambapo tunakwenda kuungana na Juma Muhammad ambaye atatupa kinaga ubaga kunani huko katika upande wa kimataifa. Naam, karibu tuziangaze habari za michezo na burudani kunako anga la kimataifa, na tuanze kutazama taarifa kutoka nchini Hispania, ambapo beki wa zamani wa klabu ya Barcelona na timu ya taifa ya Brazil Dani Alves amebatilishiwa hukumu ya kesi ya unyanyasaji wa kingono baada ya kukata rufaa na mahakama ya Hispania. Kitengo cha rufaa cha mahakama kuu ya haki ya Katalunya kiliidhinisha kwa kauli moja rufaa ya nyota huyo mwenye umri wa miaka 41 na kumwachilia huru, kikisema kuwa kesi dhidi yake ilikuwa na kutolingana kwa kinzani. Alves alihukumiwa kifungo cha miaka 4.5 jela mnamo mwezi Februari mwaka 2024 baada ya kupatikana na hatia ya kumnyanyasa kingono mwanamke mmoja katika klabu ya usiku ya Barcelona mwaka 2022. Beki huyo wa zamani wa pembeni ambaye alichezea mechi 126 timu ya taifa ya Brazil aliachiliwa kwa dhamana mnamo mwezi Machi mwaka 2024, huku rufaa yake ikisikilizwa na mahakama ya juu zaidi. Mahakama ya rufaa ilisema kwamba uamuzi wa kesi ya awali ya mahakama ilikuwa na hoja, lakini kulikuwa na mfululizo wa mapungufu, usahihi na kutofautiana na kupingana kuhusu ukweli na thamani ya kisheria na matokeo yake. Mahakama ya Kikatalunya pia iliondoa vikwazo vyote kwa Alves, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kusafiri na amri ya zuio, ambapo uamuzi huo bado unaweza kukata rufaa kwa mahakama ya juu. Alves ana furaha sana. Hana hatia, hilo limedhihirika. Haki imezungumza. Wakili wake Ines Guardiola aliiambia redio ya RACI ya nchini Hispania mara baada ya kushinda rufaa hiyo. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Mimi ni msimulizi wako Juma Mohamed. Namna hiyo mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu akitusimulia katika upande wa michezo kimataifa, na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa michezo na burudani. Nikumbushe ulikuwa nami Kiungo Biriani Lulu Ali, kurudisha kwake Margaret Itala kwa kuhitimisha taarifa ya kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, mpaka hapo sina la ziada katika habari ya kutwa nzima ya leo. Jina langu ni Margaret Itala. Tafadhali endelea kubaki nasi kwa vipindi vinavyoendelea. Asante.